Ni Jumanne ya Oktoba 21 mwaka 2025. Hii ni MTV1 News Online inayokutangazia kutoka eneo la Uswahilini. Jina langu ni Tryphon Odas kutoka mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Tunasikika pia kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter ama X na LinkedIn. Tulionayo hii leo. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy atangaza kutumikia adhabu ya kifungo cha miaka 5 jela katika gereza moja iliyopo mji mkuu wa nchi hiyo, Paris. Na baadhi ya wakazi Katani Mgunga wameomba kuongezwa kwa askari jeshi juu ya usalama wa. Msikilizaji na mtazamaji wetu wa MTV1 News Online, ni hayo tu tulionayo kwa siku ya leo. Ni kusihi tuweze kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya wote utakawasikia, mimi ni Tryphon Odas. Na karibu sasa tuanze kudusuru yale tulionayo kutoka pande mbalimbali za dunia. Matangazo yetu yanaanzia mjini Ufaransa ambako mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aishie mjini Kinshasa, Dadi Saleh Azan, kwamba hayo ni mafundisho kwa wengine wazungu. Kweli rais wa zamani wa Fransa Nicolas Sarkozy alimkondane miaka 5 na anapasha kupana amande ya 100,000 euro, na bana mkondane juu ya kusema kama mkampani yake elektorale ya mbele ilipita ma 2007 alichukua franga ya Muammar Gaddafi, make franga kutoka Afrika, juu afanye kampanye na haikukuwa autorize. Njo condamnation yenye bana sema batamutia mu prison juu takuwa kondane, me alifanya appel, manake alisema kama anapana maarguma ingine juu basi mkondane. Normalement balisema kama malgré ile appel batamutia kwanza mujela, kisha anaendelesha tafuta ya kuangalia namna gani anaweza kutoka. Na ni kweli anaweza kufanya tena demande ya liberté provisoire, hata kama akisha kufungiwa kisha ingia mu prison, inawezekana après mwezi 2-3 tena bampatie liberté provisoire. Na kwa hiyo wakati ya lazima na ya muhimu ni kujua kama balimukondane, manake anaonekana kama alikuwa mtu mbaya akufuatilia sheria ya France juu ya maelection, alikuwa corrompu. Tukafata tena mbele kidogo, alikuwa tena kondane juu ya corruption na juu ya kuonesha mambo fulani fulani. Donc ni kusema kama inaonekana wazi par rapport na justice ya sheria ya France kama alikuwa mtu mwenye alikuwa na vitu bibaya kuhiyo ngambo. Sasa sisi wa Afrika nini njo tunaweza kusoma kuhiyo condamnation ya Sarkozy? Nafikiria ya kwanza ni kuonesha kama batu benye tunafikiria kabo njo banakia kutusaidia, mara mingi banakiaka njo kutupora mali. Na tukitoka huko tunarudi mjini Goma, eneo linalodhibitiwa na AFC M23, ambako baadhi ya wakazi Katani Mgunga wameomba kuongezwa kwa askari jeshi juu ya usalama wa kudumu. Wamesema hayo wakati wakifuatilia hali iliyoko Mgunga ya ukosefu wa usalama. Kutoka hapo Mgunga tunaungana na mwenzetu Dr. Bin Tambwe Mkandirwa aliyetembelea maeneo. Milio ya bunduki nzito na nyepesi ilisikika usiku wa kuamkia Jumanne huko Mgunga na kusababisha taharuki miongoni mwa wakazi. Naibu kiongozi wa mtaa huo Balumi Nikodem ametoa wito kwa wakazi kubaki watulivu. Kwa sasa hakuna majeruhi wala vifo vilivyoripotiwa. Mgunga hatuna shida. Mgunga naweza kushuhudia Mgunga iko calme. Hata usiku watu wanaweza kuwa walisikia mulio ya risasi 2 ama 3. Haikukuwa ndani ya kata la Mgunga. Quartier ya Mgunga ni entité iko voisin na chefferie au park. Ndio maana kunaweza pitika bruit kidogo, watu wanawazia kama ni mkartie Mgunga, ila sio hali. Mimi nahakikisha hapa ni kuambia raia yetu ikuwe calme, kwani situation sécuritaire en tout cas iko nzuri, hakuna shida lolote. Kila mtu avake librement ku kazi yake kama vile kawaida. Wakazi wanaiomba serikali kuongeza ulinzi wa kijeshi ili kuzuia matukio kama hayo. Ilia ni usiku sana, watu wakajifungia manyumba. Hatukuiwa bajuni usiku. Kenye badusaidie kwa security, batie ba security ba mingi juu
bamwizi bako wanaingia mu watu nako batafuta banakosekana, unakosa kama banapita na wapi, kama ba security banawafuatilia banakosa kama banapita wapi. Ikumbushwe kwamba Mugunga yapo pembezoni magharibi mwa jiji la Goma, mtaani Karisimbi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, kwa zaidi ya kilomita 7 na Goma. Uzinduzi wa utoaji wa pasipoti za kielektroniki umefanyika Butembo. Jamii ya kiraia ya Beni na Rubero inaomba bei ishushwe. Mpango huo umeanzishwa na Gavana Kakule Somoe ili kusogeza huduma za serikali karibu na wananchi wanaosafiri kila mara. Pepeka Vota ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mjini Beni, anaeleza. Raia ya mji wa Beni, wa Butembo, wa Rubero, hata teritwari ya Beni imefurahi sana kuona passport biometrike tanja kamatwa katika mji wa Beni. Ni tangu zamani tulikuwa tukingojea hiyo jambo, lakini hakukuwa nafika. Kumbushane kwamba raia ilikuwa inaenda Butembo siku moja tu, na siku nyingine zote wengi walikuwa wanaenda Kinshasa na wengi Bukavu, Bunia. Lakini kwa sababu imefika Beni inakuwa kiko mia. Sasa swali ni kwamba kama inafika Beni, kama hao ambao watafanya kazi hiyo watafika Beni na watanja siku gani, pesa ngapi watalipa? Ijapokuwa wanasema kawaida iliposha kuwa $75, na hiyo $75 je itakuwa hivyo? Sababu ikakuwa tena juu itakuwa kama ni kugandamiza raia, na kugandamiza raia si vizuri katika eneo ambapo kunapatikana vita na wengi ni wakimbizi, wengi hawaende shambani, wengi hata biashara wafanye kama kawaida. Ndio maana tunaomba serikali ya kwetu kuweza kuangalia namna gani kupunguza machozi ya raia, wakipunguza bei ya passport biometriki. Na tunajua kwamba kuipata si rahisi, kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambaye anatamani kuwa na hiyo passport biometriki anaweza kukua navyo. Ya kwanza ni kukuwa na attestation fiscal au ambayo tunaita quitus fiscal. Ingine ni walisema hiyo utakuwa unaweza kujinscrire hata aline. Wengi wakaaji wa miji yetu ambao tulitaja hapo juu hawajue kutumikisha hiyo vitu ambao nakuwa sa vile informatique, hata kama tuna watoto ambao wamesoma masomo ya informatique. Na ingine ni kusema kwenda lipa pesa kwenye benki BCDC. Yote hiyo huenda wataendelea kufasiria raia. Wanasema nafanyika baada ya kulipa pesa, na hapo wataomba ambao tunaita empreinte digital ya mikono ya ule ambaye anakuwa na hamu ya kupata hiyo. Na yote hiyo itakuwa wa uchunguzi wa service ya renseignement ya nchi yetu. Na inasemeka kwamba siku 15 mtu anakuja kutwala passport yake. Kama ni hivyo, tunawaza raia wale ambao wanakuwa na hamu ya kuwa na passport biometric watajiandaa, lakini serikali angalia namna gani Na wakazi wa karibu katika wilaya ya Masasi wanaomba kundi la AFC M23 kupunguza kodi wanazoziona kuwa zipo juu kupita kiasi. Wanalaani vitendo vya unyanyasaji wa kodi katika maeneo yanayodhibitiwa na M23. Gavana alipokuwa ziarani Masisi aliahidi majibu chanya kwa malalamiko haya. Vyote vikaporwa, lakini kwa kidogo kidogo ambayo tunatoka kushikopa na kusema tena mwingine iendelee. Shida ambayo tunakutana nayo, kukila mlango kukabotike banasema $5 kukila mwezi. Lakini mbele tukimbie tulikuwa tunalipaka $20 kwa mwaka, sababu nchi haizi endelea bila tax. Lakini tunaenda jikuta kalkile tunalipa $60 kukabotike Kenya hamna kitu. Taxe ya Goma yenye nalipa 4000 francs, 5000 francs kubotike, si hapa ni 15000 francs. Ile ni moya. Ingine ya pili tunakuwa nayo hapa Kisamunyu tuma ku mgongo, mama anatoka kule Makaruba wapi? Unakutana Kisamunyu moya 1000 francs. Kisamunyu moya 1000 francs. Maana yake ni shida ku mambo ya taxe. Basi kama unasema nikina nguvu uko obligé kulipa kwa ile kabisa. Papa gouverneur mtusaidie 23 ni kusekirize inchi na kudevelope inchi, na kudevelope inchi ni kudevelope wananchi. Sisi hatuwezi kubali tufanye miaka fulani sisi kama chama na population yetu ingali hivi. Lazima kunapaswa kuwa mabadiliko. Ndiyo sababu wanawapatia kauli, wanawapatia neno, museme shida ambayo mko nazo, kwani serikali isikie vizuri
shida zenu, na mimi nawaza guvernera atafikisha shida zenu, na mko na administrateur wenu iko karibu nanyi kila siku. Kweli ni mambo ambayo tunapaswa simama tunapiganisha na nguvu zetu. Ndio sababu saa tunafika hapa tunasema vijana wakuje. Mimi na hiyo kama vijana ambao mlituma mbele, kuna wengine tayari walishakuwa majeshi. Mnavijua? Mnaona ma television, hakuna wenye walishafika hapa. Tutalomba watoto wenu siku mwa wakwe wasalimie wenye walishakuwa tayari jeshi. Lakini mimi nawaza hii local defense nayo ni mtoto wenu, si ndio? Si naye alienda. Njoo wale wa jeshi, njoo huyu. Namuona hapa nafikiri alienda kule kujeshi kufanya mafunzo na atawasalimia, tutampatia kamuda kidogo. Watoto yenu biko wanafanya kazi mzuri, ndio sababu leo mko na security, lakini tunapiga vita kwa adui na tunaendelesha na maendeleo ya raia yetu, sababu raia imeteseka miaka mingi ya kutosha. Ni haya sana. Sasa yenyewe uko nasema Kongo, kabambi, minere mingi, sijui vitu gani, alafu naona population hivi. Nafikiri kama ukiongozi unapashwa nyamanza ta. Ni mambo ya haya sana. Ndio sababu hii kitu chama inaipiganisha kwa nguvu zote, na inawaidia lazima mtakuwa developer, lazima mtakuwa na maisha mazuri kwa hii chama ambao inakomboa nchi. Bila kusema mingi na mbele tufike kwa hatua kidogo, siwezi pita na sipatie wandugu fulani ambao wako hapa neno kidogo alafu tuendeleshe. Nataka nimuite mzee Gachaba, honorable Gachaba, alikuwa depute, awambie shida za hii gouvernement na wapa natoka kwa rufu akuya waelezee kidogo. Ni hayo kwa siku ya leo. Jina langu ni Tryphon Odas, niliyesimamia matangazo haya kwa siku ya leo kutoka mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Asante na kwaheri ya kuona.